Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Watukufu wa Islamu, darasa yetu ya mwanzo ni katika sheria ya sala, na ibada ya sala watukufu wa Islamu inatanguliwa na tahara. Kwa hivyo tutaanza darasa za tahara kuelekea sala, na kabla ya tahara na sala ipo darasa ambayo ni ufunguzi na ni muhimu kwa kila Muislamu kuweza kufahamu. Darasa yenyewe ni hukumu za Kiislamu, kwa sababu unapoingia katika sala au katika tahara utaambiwa hii ni haramu, hii ni halali, ama hii utaambiwa inajuzu, ama hii haifai. Sasa ukiambiwa matamshi kama haya, inabidi wewe unafahamu nini wewe unatakiwa ufanye. Kwa hivyo nimeona darasa ya mwanzo hiyo ni utangulizi, tuzifahamu hukumu tano za sisi tulolazimishwa sheria kama Uislamu. Zipo hukumu tano lazima uzijue, kila unapofanya kitu ujue hukumu yake, kwa sababu katika hizi hukumu kumeambatana dhambi ndani yake na kumeambatana thawabu, na baina ya dhambi na thawabu kuna uhuru. Sasa unajua kwamba nikifanya hili nitapata dhambi katika hizi sala zangu au katika hizi tahara au katika hata mambo mengine, kwa sababu darasa itakusaidia hata katika mambo mengine ya maisha. Sasa hukumu za Kiislamu, watukufu wa Islamu, zipo tano kama nilivyosema. Kuna hukumu inaitwa wajib. Wajib ni hukumu gani? Ukiambiwa hili jambo ni wajib, au wakati mwingine unaambiwa ni faradhi. Nitazungumza Kiswahili ili tufahamiane kwamba hili jambo ni faradhi ama hili jambo ni wajibu. Kwa wanachuoni wengi hawatofautishi kati ya faradhi na wajibu, japo wapo baadhi ya wanachuoni wanatofautisha faradhi kitu chake, wajibu kitu chake. Sisi hatutotofautisha, tutatoa maana ya jumla ili ufahamu utakuambiwa hili jambo ni wajibu ni hivi maana yake, au likiambiwa jambo ni faradhi maana yake ni hivi. Faradhi au wajib ni kitu ambacho umetakiwa ukifanye kwa lazima, kitu ambacho umetakiwa ukifanye kwa lazima, na kufanya kwake kunapelekea thawabu na kuacha kwake kunapelekea kupata dhambi. Narudia tena, kitu ambacho umetakiwa ukifanye kwa lazima, sheria imekwambia fanya hivi, lazima ufanye hicho kitu. Ukikifanya utapata thawabu, na ukikiacha matokeo yake utapata dhambi. Maana yake kuna adhabu ipo kwa ajili ya kuacha kitu hicho. Kitu cha namna hiyo kinaitwa faradhi. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba ili jambo ni faradhi, ina maana lazima ulifanye. Utakapoliacha hilo jambo, kwa hivyo jambo umeambiwa ni lazima ulifanye. Sasa ukiliacha lile jambo unapata dhambi, na ukilifanya unapata thawabu. Hili linaitwa faradhi au wajibu. Sasa unapokuwa unasoma sheria ya sala au sheria ya udhu, utakuta sehemu unaambiwa hili jambo ni wajibu. Hizi faradhi za sala mfano, umenifahamu, hizi ni wajibu katika sala, hizi faradhi za udhu, unafahamu haya mambo ni lazima niyafanye. Na athari yake katika sala ama udhu ama tahara kwa jumla, ukiacha lile jambo lako halitosihi. Narudia tena, hii darasa hii tuenda mbio sana, tutaenda taratibu, kwamba ukishaambiwa wajibu umeshajua kwamba nikifanya kuna thawabu na nikiacha kuna dhambi. Lakini nini athari yake kutokana na lile jambo ambalo ndani yake limewekwa hiyo faradhi? Mfano ndani ya sala kuna faradhi zake, utaambiwa kuna kusoma kitu fulani, kuna hichi kitu ni lazima, labda kuna litaelezwa kwa lugha nyingine kama nguzo au sharti, kwa sababu katika haya mambo ya ibada au mambo ya udhu na tahara, neno faradhi linaonekana katika lugha nyingine. Kuna mambo yanaitwa sharti na kuna mambo yanaitwa nini, nguzo. Yatakuja yanatajwa katika sura hiyo, nayo ni lazima, kwa sababu ni moja ya alama ya kujulisha kwamba hili jambo ni faradhi. Yani ukiona kitu kinaitwa sharti au kinaitwa nguzo katika hizi sala zetu ama katika tahara, unajua hichi kitu kinaashiriwa kwamba hichi kitu ni faradhi, ina maana ni lazima nikifanye. Sasa kama hicho kitu kitakuwa ni lazima ukifanye, utakapokiacha nini athari yake?
Tumeshajua katika malipo kuna thawabu ukifanya na kuna makosa, dhambi ukiacha. Lakini je, kuna athari yoyote? Ndiyo, kuna athari. Kitu chochote ambacho kitakuwa kimekosa sharti au kimekosa nguzo, maana yake umeacha kile kitu, kitakuwa ni batili. Sisi tunafahamiana watukufu wa Islam. Ina maana mtu ukiwa unasali, kuna baadhi ya nguzo hakuna, hata kama ni moja. Unasali kuna sharti fulani hakuna, hiyo sala yako itakuwa ni batili, imebatilika. Ina maana wewe na ule ambaye hakusali ni sawa sawa katika malipo. Yani wewe upate kitu na yeye apate kitu. Kubatilika amali au kubatilika jambo, ina maana lile jambo ni kama halijafanywa. Narudia tena, nini athar ya hii faradhi katika haya masomo yetu tunayosoma? Na unaijua faradhi pale ambapo itaitwa sharti au nguzo, kwa sababu hizi ni hukumu kama alama ya kujulisha hili jambo ni faradhi. Limeitwa sharti ili ujue kama hili jambo ni faradhi, ni lazima ulifanye. Limeitwa nguzo ili ujue hili jambo ni lazima ulifanye. Sasa ukiacha nguzo au sharti, ile jambo lako limeharibika. Utakuta udhu na nguzo zake, tayamam ina nguzo zake, kuoga kuna nguzo zake, sala ina nguzo zake. Hivyo hivyo katika sharti, udhu na sharti zake, tayamam na sharti zake, kuoga una sharti zake, na hata sala ina sharti zake. Ina maana haya mambo lazima uyafahamu, kwa sababu wewe sasa hivi unajifunza jambo linaloitwa faradhi. Hii istilahi, hili neno lishike katika akili yako popote utakapolikuta. Limeandikwa lenyewe moja kwa moja faradhi, au limeashiriwa kwamba ni sharti au nguzo, basi ufahamu ni lazima hili jambo ulifanye. Na hii faradhi zipo za namna mbili. Kuna faradhi inaitwa faradhi aini. Faradhi aini ni lile jambo ambalo lazima alifanye mtu yeye mwenyewe, kila mmoja analifanya. Hakuna watu watakaofanya kwa niaba ya watu wengine. Na hizi pia zitatajwa, mfano kama kusali ni kila mtu anasali. Lakini zipo faradhi zingine ni faradhi kifaya, nadhani hizi tutaziona baadaye, pale sala ya kusalia maiti au kuosha maiti ama hivi. Haya mambo wanaweza kufanya baadhi tu, wengine wasifanye. Yani akifa mtu mtaani, sio lazima wote tumuoshe, sio lazima wote tumsalie, wanaweza kufanya baadhi na inatosha. Lakini wasipofanya wote kuna tatizo. Kwa hivyo hukumu ya mwanzo watukufu wa Islam katika hukumu ambazo tutakwenda kuziona katika sheria yetu ya sala ambayo na tahara, ni hukumu inaitwa faradhi, ambayo ni wajibu kwa lugha nyingine. Ni lazima lile jambo lililoitwa faradhi ulifanye. Ukilifanya kuna thawabu, ukiliacha kuna dhambi. Na utalijuaje? Katika masomo yetu inaweza katajwa neno faradhi moja kwa moja, au likatajwa wajibu moja kwa moja, au likatajwa kwa neno nguzo au neno sharti. Na athari yake ni kwamba ukiliacha lile jambo ambalo lina faradhi hiyo ndani yake, basi ujue ile jambo ni batili, huna unacholipwa. Ndio maana tunahimizwa kusoma kwa sababu kama hizo. Inshallah taala darasa ya pili tutaangalia hukumu zingine zilizobakia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.